Hakika idadi ya miezi katika Uislamu ni miezi 12 tokea pale Mwenyezi Mungu alipoumba mbingu na ardhi. Kwa hiyo tangu mbingu na ardhi yaumbwa, katika Uislamu kuna miezi 12. Wewe haji, katika kipindi hiki mwezi unaokuhusu sana ni huo mwezi wa 12 katika Uislamu. Nao ni mwezi gani? Mwezi huu Dhulhijja, yani mwezi wa mfunguo tatu. Umeitwa mfunguo tatu kwa sababu baada ya hapo mfunguo mosi, baada ya kumaliza Ramadhani, mfunguo mosi ni mwezi wa Shawali, ambao mwezi wa Shawali ni mwezi 10, mwezi wa 10. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa 9. Mfunguo mosi ni mwezi wa 10. Mfunguo pili ambao ndio huu mwezi tuliokuwa nao ni mwezi wa Dhulqaada. Huo ni mwezi wa ngapi? 11. Mfunguo tatu ndio huu mwezi tunaoendea, ambao ni mwezi sisi kwa taufiki yake Mwenyezi Mungu tunamuomba insha Allah atuwezeshe, tutakuwa tuko Maka. Wote tuseme alhamdulillah. Alhamdulillah. Kwa ni mwezi Dhulhijja, kwa ni mwezi wa 12 ndio hija inafanyika. Sasa katika mwezi huu wa 12 ambao ni mwezi wa mfunguo tatu, kuna siku 10 katika mwezi huo, siku 10 ambao ndio siku bora kuliko siku zote katika miezi yote kwa mwaka. Siku 10 ambazo atakayefanya ibada ndani ya siku hizo, hiyo ibada ndio ibada bora kuliko atakayoifanya katika mwezi mwingine wowote. Hata mwezi wa Ramadhani haukuti ibada ya ndani ya siku ngapi? 10 katika mwezi wa mfunguo tatu. Twenda pamoja. Nataka nikuonyeshe hii yaumu tarwiya, mwezi 8, yani tarehe 8 mfunguo tatu ni nini. Sasa ili ujue, upate msingi wa hii miezi ilivyo, narudia tena kusema, mahujaji watukufu, zipo siku 10 katika huu mwezi tunaoendea, mwezi wa mfunguo tatu, ambaye atakayejipinda katika ibada katika miezi hiyo, katika siku hizo 10, yani ibada yake ni bora kuliko miezi mingine yoyote. Bahati nzuri sana, siku hizi 10 sio kwa ajili ya mahujaji peke yao, lakini bahati nzuri zaidi ni kwamba wewe na mimi insha Allah siku hizi 10 tutazikuta tukiwa tuko Maka. Atakayefanya ibada katika siku hizi 10 na hayuko Maka, bado amepata bahati kubwa ya kutenda matendo mema ambayo atakaomfaa baada ya kufa. Lakini mimi na wewe katika zile siku 10, yani moja katika hizo siku 10, tutakutwa na hizi siku 10 sehemu yake tukiwa tuko wapi?
Maka, ambao swala moja katika mji wa Maka, katika haram ya Maka, ni swala 100 atakayeswali mtu katika misikiti yetu hii. Kwa hiyo nataka pia nikuonyeshe kwamba wewe ambaye unayekwenda haji umebahatika sana, kwa sababu siku 10 hizi zitakukuta ima zote au sehemu yake. Itakukuta wewe tayari uko ndani ya mji gani? Mji wa Maka, ambapo ibada utakayoifanya pale hailingani na ibada utakayoifanya mahala pengine. Kwa hiyo huu mwezi 3 una siku ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6 mpaka siku ya 8. Ile siku ya 8 wote tuseme yaumu tarwiya. Tuseme mara 3, yaumu tarwiya, yaumu tarwiya. Na hiyo ndo darasa yetu ya leo. Darasa yetu ya leo ni yaumu atarwiya, hiyo siku ya 8 ya mfungo 3. Kumbuka kwamba katika siku ambao ni kabla ya siku ya 8 utakuwa kwa mji wa Maka, unakwenda msikitini na kurudi, unakwenda pale Al-Kaaba na kurudi, lakini ile siku ya 8, na hapo wakati kwa sisi tunaofanya hija aina gani mabwana, tukumbushaneni, tunaofanya hii hija ya tamattu'i. Tamattu'i maana yake ni kupumzika, kustarehe. Imeitwa ile hija ni hija tutamattu'i kwa sababu anayefanya haya kuna wakati anastarehe, anapumzika, hayuko kwenye matendo ya hija, ila tu ana bahati kwamba anaenda msikitini, anakwenda Al-Kaaba pale, anafanya umra zake. Mwaka mmoja kijana mmoja alifanya umra 14, lakini mimi sikushauri. Ukifanya hivyo tutakuwa tunaendelea kuelekezana tukiwa Maka, lakini chukua kabisa haya, ili muda wa kuelekezana ukiwa hautoshi uwe tayari umeshaelekezwa. Sikushauri ufanye umra nyingi, lakini nakushauri ufanye umra, kwa sababu umra ni nusu ya nini? Nusu ya hija. Na ukifanya umra wasamehewa madhambi. Kwa hiyo tutakapokuwa tumefanya umra wa hija, tutafute hii mwezi 8 na tupata si vipi sisi. Tuanze hivi, tarehe ya kuondoka sinajulikana, tarehe ngapi mabwana? Tarehe 18. Atakayeondoka siku yote katika hizo tarehe 17, 18 au 10 na ngapi, tutakapoondoka ibada yetu itaanzia kwenye ndege. Hija yetu itaanzia kwenye ndege, mahala ambapo palisomeshwa vizuri sana na Sheikh Hassan Katungunya jana, ni kwamba tutakapofika katika eneo fulani huko angani, rubani atatutangazia kwamba sasa tumefika miqat. Hapo na kabla hajatangaza rubani, yani kabla hatujafika miqat, atakuwa anatahadharisha kwamba bado dakika chache tufike miqati. Tutakapofika tu, na tunafika tukiwa juu ya ndege, ndio hija yetu yaanzia hapo, ibada yetu inaanzia hapo, tuko juu ya ndege pale akishambia jamani, miqati, miqati. Maana hapo ni muhimu. Ukivuka hapo bila kuhirimia hija itabidi urudi. Si utarudije? Utajua mwenyewe, ngoja twende.
Lakini kama hukurudi ndio itabidi utoe fidia. Darasa ya jana ilizungumziwa sana hayo, kama mlirejea pale miqat. Tutanuia hija yetu, labaika hijjan labaika umrata mutamatti'an biha ila alhaji. Hapo tayari ushaingia kwenye hija, ushaingia kwenye ibada. Maana yake tutakwenda na ndege, tutashuka hapo. Tutakaposhuka ni Jidda, bila shaka tutaondoka na mabasi mpaka Maka. Tukishafika Maka, kitu muhimu tutachokiwa kufanya ni kwenda kufanya ibada ya umra, ambayo ni sehemu katika hija yetu sisi ya tamattu'i. Tukishafanya ibada ya umra, ambayo umra tutatufu pale, ni mambo matatu tu. Tutatufu al-Kaaba. Namna ya kutufu inshallah tutaelekezana, kila mtu ataelewa vizuri. Baada ya kutufu, tutakwenda kusai baina Safa wal Marwa, Safa na Marwa, na kwenda kuzunguka. Tutaelekezana namna kufanya Safa na Marwa. Baada ya hapo, tutanyoa. Kwa mwanamke atatoa tu sehemu ya nywele kiasi hivi, kifundo fulani hivi. Baada ya kunyoa hapo, tutavua mavazi yetu yale hiram. Hapo utaruhusika kuvaa kanzu, kuvaa nguo iliyoshonwa kwa mwanamume, kuvaa kuvaa hizi kufazi, gloves kwa mwanamke, kujifunika na niqabu, kufanyaje, kupaka manukato, hapo ndio maana inaitwa tamattu'i. Sasa hapo utaona watu hawalali kawaida. Uzoefu wangu wa hija wa miaka mingi sasa ni kwamba kipindi hicho hamna haja anayelala, labda ambaye hajaelewa vizuri semina. Mara nyingi utawakuta mahujaji wako katika al-Kaaba, msikitini, wanafanya ibada, wala hutosikia watu wanapiga makelele, wanabishana ndani ya vyumba. Si sana kwa mahujaji. Wengi sana utawaona wanajipinda kwa Mwenyezi Mungu. Najua wengi wanatafuta zile swala za jamaa zote msikitini, swala 5 zote wapate msikitini. Akitoka siku ile ana 500 yake katika swala, akitoka tena ana kesho yake 500. Akikaa siku kadhaa pale anakaribia swala 1,500, milioni 1,500,000, milioni 2. Wengine watu wanajipinda na sunna sana na nini, wengine wako kwenye umra. Shughuli ni hiyo, hakuna shughuli nyingine. Hayo yataenda mpaka mwezi ngapi mabwana? Mpaka mwezi 7 mwisho, mwezi 8 sasa ndio inaitwa yaumu tarwiya. Darasa yetu iko hapo, yaumu tarwiya. Kumbuka yote hayo tunayafanya, na kukumbusha tena ili usije ukalala huko. Kulala hukatazwi, lakini usijiachie. Uko kwenye masiku matukufu. Pili, uko kwenye mji mtukufu. 3, unakutana na watu watukufu watupu. Uko unakutana na watu watukufu watupu kutoka mataifa mbalimbali. Ndio maana mimi na maneno yangu nasema, lao ibada hii ya hija ingeuzwa, hakuna ambaye angeenda katika sisi. Hakuna ambaye angeenda. Yani usije ukakaa siku moja ukasema natoa hela zangu nyingi kwa ajili ya hija. Hizo sio nyingi, wallahi sio nyingi, si nyingi hata kidogo. Ni Mungu tu kakupa amana hiyo, riziki kidogo,
ili uende ukakutane na matukufu ambayo hawezi kupimwa kutumia pesa. Tunaelewana jambo? Yaumu tarwiya, nini kazi za siku ile? Yapi ya kufanya katika siku ile? Jambo la kwanza ni kuhirimia hija. Jambo la kwanza mabwana, kuhirimia hija. Kuhirimia maana yake ni kuingia katika ibada ya hija. Sasa hapa kama vile unaona kuna tanakuzi. Mbona tulishahirimia kwenye ndege, si ndio? Mbona tuhirimia tena? Pale tulihirimia umra na hija, tukaanza nini? Umra. Sasa huu mwezi 8 huu yaumu tarwiya ndipo unapohirimia ibada yenyewe ya hija. Narudia tena kwa sababu nafahamu kwamba darasa zetu hizi hatuisomi elimu ya hija, bali tunasoma maelekezo namna ya kuhiji. Umeeleka? Hatusomeshani ilmu ya hija, tunasomeshana maelekezo ya mtu namna ya kufanya ibada yake ya hija. Sisi tuwafanya ibada, narudia tena nilisema, tuwafanya ibada ya hija gani? Tamattu. Kwa sababu tunafanya tamattu, ile nia yetu ile tushaifanyia umra tayari, maana tuchanganya umra na nini na hija. Tushafanya umra na tumeshakuwa huru, ndo kutahalal, tushafunguka na yale yaliyokatazwa kwa haji. Sasa mwezi 8 ndio mwezi, ndio tarehe, yani mwezi 8 kwa tarehe 8 mfunguo 3, ndio hapo mahujaji wote watakiwa kunuia ibada ya hija. Na hii hatunui tena kwenye ndege, tutanuia pale pale Maka tutakapokuwa katika ule mji wa Maka. Tutanuia kwenye mtu mwingine atanuia chumbani kwake waruhusika, au tanuia kwa pamoja kwenye gari wakati tunaondoka. Utasema labbaika hija, basi imetosha. Labbaika hija yatosha hiyo. Maneno hayo, na inshallah tutaendelea kukumbushana. Ukishanuia hapo ule mwezi 8 tayari wewe ushaingia katika makatazo, ushaingia katika makatazo na umeshaingia katika nyajibu za hija. Naomba tukumbushane. Katazo la kwanza ni mahujaji, taja tu bila hata kunyosha kidole. Usikate kucha kama vile ulivyonuia pale juu ya ndege, utakiwa tena kukata kucha. Ya pili, usinyoe. Ya tatu, usikate mti, na itakuwa huyo haji wa ajabu kweli. Yaani miti ya watu imepandwa, unaenda kukata tu lakini ni katazo, yani hata usipurue hata yale majani. La 4, usiwinde, na hamna hao wanyama kuwinda kule, isipokuwa ako njiwa pale. Usimuwinde yule njiwa, ako njiwa wa Maka,
wako nje wa Madina. La tano, usivae chochote kilichoshonwa kwa mwanamume. Lakini mwanamume hutavaa chochote kilichoshonwa, bali utavaa ile mashuka yetu mawili haya, shuka la juu na shuka la chini. Wengi ambao hajaenda hija, wasiwasi wa kwanza ni kwamba lile shuka laweza likaanguka. Wallahi halianguki, hatujawahi kuona hiyo, halianguki. Na Sheikh Katungunya ni fundi wa kusomesha namna ya kuvaa lile, wewe mzingatie. Umeeleweka hapo? Tuko mwezi 8. Katazo lingine, usifunike kichwa. Kwa wanaume usifunike kichwa, isipokuwa wamejuzisha wanawazuoni kama jua ni kali sana hivi, mwamvuli unaweza ukatumia. Sawa na viatu, zile kanda mbili ni mazingatio makubwa. Usivae buti au kiatu kinachofunika. Hata kanda mbili yako, sendo yako, hakikisha haikufuniki, kuondoa wasiwasi kabisa. Ndio maana taasisi hii inatoa nini? Inatoa zile kanda mbili. Basi hata ukinunua ziwe na mfumo ule, ili hija yako usiwe na wasiwasi. Maanake wengi wanavaa sendo alafu anakuja kuuliza, hii vipi? Iko sawa, haiko sawa? Ushavaa sasa, kama haiko sawa itakuwaje? Kwa hiyo kuondoa wasiwasi, usivae. Hii kwa mwanamume na kwa mwanamke. Nyingine, manukato, wala usiende kwenye duka la manukato ukanusa manukato. Mwezi gani huu? Mwezi 8. Na huo muda wa kwenda huko dukani tena huna katika huo mwezi 8. Hayo, kwa hiyo huko ndio kuhirimia nini? Hija katika mwezi 8. Nini sasa baada ya hapo? Hapo mahujaji wote tutaondoka kuelekea wapi? Mina. Kutoka pale msikiti wa Maka mpaka Mina si mbali, ni kiasi cha kilomita 7-8 hivi. Kilomita 7-8. Hatutembei, kuna magari maalum yatatuchukua mpaka Mina. Bado tuko ndani ya mwezi 8, kama jua litakuwa halijazama, na mara nyingi watu tunafika pale mapema tu. Pale Mina, mambo muhimu ni kupunguza swala. Swala ya adhuhuri ina rakaa ngapi mabwana? Nauliza huku, najua kwamba jawabu kila mmoja anajua, nili tusome tu. Swala ya adhuhuri ina rakaa 4. Hii utaipunguza kuiswali rakaa 2 kwa rakaa 2 ndani ya wakati wake. Ni sunna, ndivyo alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usio kasema sababu uwezekano kuswali 4 upo, bora nswali 4. Utamkhalifu Mtume. Swala yako itasihi, lakini utakuwa umeanzisha la kwako. Tumfuateni Mtume, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada yenu na pia utajikosesha fadhila bure. Ni rakaa 2, swala ya dhuhuri rakaa 2. Ukishaswali rakaa 2 ya dhuhuri, watakiwa ufanye nini? Yale ni maeneo ya kumtaja Mungu, kuomba dua sana, kwa sababu maeneo kama yale huwezi kukutana nayo tena. Ukishaondoka kwenye ule mji wa watu wa Maka,
maana nchi ya watu ile ina sheria zake. Utasema huu ni mji wetu wote Waislamu, kwanza kazaliwa mtume wetu, mimi nakaa tu. Haiwezekani, utatakiwa urudi kwenu. Ukirudi sasa, ndio hizi swala zetu hizi tutaendelea na swala zetu hizi za kawaida. Tunasema za kawaida kwa sababu huna tena ile laki ngapi, laki moja. Kwa hiyo fursa utakayoipata pale Mina, ndugu zangu Waislamu, uitumie kumtaja Mungu, kujitakasha, kuomba msamaha sana. Yale ndio maeneo mazuri sana ya kutubia. Kila mmoja ana mzigo wa madhambi anaojua mwenyewe. Balil insanu ala nafsihi, kila mtu anajijua, na wallahi hakuna ambaye hana dhambi, kila mmoja ana dhambi. Kule sasa ndio sehemu ya kujitakasha, ndio fursa ya kumlilia Mungu na kumuomba Mwenyezi Mungu akujalie usije ukarudi tena ulipotoka. Kwa hiyo Mina kazi yake ni kumtaja Mungu. Umechoka, unapumzika, ukiamka unamtaja Mungu, unaomba dua. Usione haya kumwomba Allah subhanahu. Kuna mtu mwingine anaona haya kufanya dua, kama ataonekana naye kazidi. Fanya, kwa sababu utakutana vipi na fursa ile? Zungumza na Mungu kwa lugha zote, kwa hali zote. Uko Mina ni moja katika maeneo 18 ambayo dua zinaitikwa. Inshallah atakuja kuelekezana, lakini kwenye maisha lazima mjue kuna target na credit. Yanatangulizwa kujulikana yale yaliokuwa muhimu. Mtu anashikilia yale muhimu kwanza, au yale ya lazima, alafu anafuata yale ya muhimu. Lazima ushikilie yale ya lazima, alafu ndio unakuja muhimu. Haya tunaeleza ni muhimu. Ikifika alasiri uko Mina, naomba usikilize kwa makini, kwa sababu nikimaliza huwa nina kawaida ya kumwambia mtu asimame afanye summary. Alafu sasa sijui nitampa nani. Kwa hiyo wewe sikiliza, tusiajabu utakuwa mwewe. Ikifika swala alasiri usiswali raka ngapi, na hamna sunna ya baadia pale. Ndivyo pale Mina hakuna sunna ya baadia. Kwa nini zaondolewa zote? Ni ili upate nafasi ya kujinyenyekeza kwa Mungu. Ajabu sasa ya pale Mina, baadhi yao ndio sehemu ya story. Ushapiga story zisizokuwa na maana pale, tayari ile nafasi ya kupata ile hija aliyozungumza Mtume, alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, ushapunguza ile nafasi ya wewe. Hija yako itaswihi, lakini kupata ile hija ile yenyewe ambao ukirudi ni kama uliozaliwa upya, unaweza ukaikosa. Na kupiga story, kuzungumza si vibaya, wala kujadiliana si vibaya katika hija. Hata hapo Mina jadilianeni, lakini angalieni mijadala yenu, mnajadiliana nini? Meleka habari ya Simba na Yanga utakutana nayo huku ukirudi pale, si mahala pake tena. Yaani kule ikiwezekana, watu wengi nao na wanafanya hivyo, anafunga simu, anaachana kabisa na simu. Siachane nayo moja kwa moja, nayo ni mtihani, kwa sababu kuna mahitaji mengine yako ya kifamilia huko, huwezi kujua. Lakini mtu ili ibada yake isiingie dhiki, wengi sana anaagana na simu sana, ogopa kwamba si angalia, maana nafsi inashawishi. So ukaangalia tena siasa, kaja ukaangalia tena si nini, utajikuta unashughulishwa na vitu ambavyo havijakupeleka kule. So unajua simu inashughulisha kuliko kitu kingine chochote. Kule ndo wakati wa kufanya sana dhikri, kumtaja sana Mwenyezi Mungu na kumuomba sana Mwenyezi Mungu.
Kwa swala alasiri nayo inaswaliwa rakaa ngapi? 2. Bado tuko kwenye yaumu tarwiya, maana sasa tuko kwenye swala ya alasiri. Hapo utajipinda na ibada, kwa sababu ni siku chache kama Qur'ani inavyosema. Qur'ani inasema mumtaje sana Mwenyezi Mungu katika masiku machache, yani yale masiku ya kuwepo pale Mina, mwezi 8 huo. Ikifika swala ya magharibi, bado utaswali magharibi. Magharibi utaswali rakaa 3 kama kawaida. Magharibi haina kupunguza eti. Sawa? Ukishamaliza tu kuswali magharibi, endelea kumwomba Mungu, endelea kujipinda. Lakini na baada ya hapo mpaka inafika swala ya Isha. Ikifika swala ya Isha, endelea kujipinda, sawa, kwa kiasi fulani. Nasema kiasi fulani, usije ukajipinda mpaka tena asubuhi. Na kushauri hivyo ukiwa Mina, jipinde we huku mchana, jipinde sana, lakini ile baada ya Isha jipinde unavyoweza, lakini hakikisha unapata nafasi ya kupumzika, sawa? Kwa sababu alfajiri utakaposwali pale, wakati mwingine ni ile ile alfajiri, au wakati mwingine usiku tutaondoshwa pale Mina. Wengine wataondoka asubuhi baada ya swala, yategemea ratiba sasa. Na pale wakati mwingine, na hili bora tuliseme, taasisi zinaweza zikalaumiwa sana, mabasi mnachelewesha, mnafanyaje? Pale tuko chini sasa ya mamlakatu Saudia. Kila kinachofanyika pale kiko chini ya almamlakatu as-Saudia. Kuchelewa kwa mabasi au kuwahi ni wao wenyewe. Umeeleweka? Taasisi hapo haihusiki tena, taasisi ishafanya mambo yake. Jamaa, tunaelewana? Lakini muhimu pale upate nafasi ya kupumzika katika huo mwezi 8. Na sasa ukishakuwa umeshaingia magharibi pale, jua ushaingia katika siku muhimu pia. Ushaswali magharibi tayari, ni siku nyingine hiyo. Umeingia katika mwezi 9. Mwezi 9 tayari tumeingia katika ule usiku wa kuamkia Arafa. Ndio maana tunasema mtu pale apumzike. Lakini katika kupumzika kwako uhakikishe mwili wako umechoshwa na ibada, haujachoshwa na story. Umeeleweka? Pumzika kiasi kitakachokuwezesha kesho yake asubuhi kwenda katika viwanja vya Arafa